Kumekuwepo na watumishi ambao nao wanashiriki, na wengine wananyofoa mpaka nyaraka za serikali, wananyofoa mpaka zile mienendo ya serikali, wanasambaza kwenye mitandao na kuleta taharuki. Watumishi wengi hawawezi kukaa kwenye ofisi ya jiji, wamegawanywa kwenye maeneo tofauti tofauti, na hiyo inaleteleza kuwa hata na nyaraka za serikali kuwa kwenye mazingira hatarishi. Msimamo huu wa serikali umekuwa bayana na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mohamed Mchengerwa, wakati akizungumza na maelfu ya watumishi wa umma katika mkoa wa Arusha, ambapo ameeleza kuwa miongoni mwa kirusi kinachoitafuna jiji la Arusha ni pamoja na uwepo wa migogoro ya kisiasa inayokwenda kupelekea kusuasua ama kukwama kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, lakini pia uwepo wa usaliti. Kumetajwa kuwepo kwa hali ya kuvuja kwa nyaraka za siri za serikali kunakosababishwa na baadhi ya watumishi wa umma, jambo ambalo serikali imekemea na kwamba wizara imeahidi kuanza kuwachukulia hatua wote watakaotajwa kuhusika na matukio hayo. Miradi hii iliyokaa miaka minne, zaidi ya miaka minne, miaka mitano, msingelizungumza, lakini mmefika hapa kwa sababu mivutano ya kisiasa, mivutano baina ya wanasiasa na viongozi, jambo ambalo linakwamisha maendeleo, linaongeza chuki katika maeneo yetu, na hali hii haikubaliki hata kidogo. Na bahati mbaya sana kumekuwepo na watumishi ambao nao wanashiriki, wachache, si wengi, wachache, na wengine wananyofoa mpaka nyaraka za serikali, wananyofoa mpaka zile mienendo ya serikali, wanasambaza kwenye mitandao na kuleta taharuki, wakifahamu kabisa kwamba unapokuwa kiongozi wa umma au mtumishi wa umma, swala la kutunza siri ni jambo namba moja kabisa katika utumishi wa umma. Sasa tumekubaliana hapa kwamba tutapongezana, lakini wale ambao hawatafanya vizuri sita kuchukua hatua. Sita hata kidogo. Watumishi ambao hawatafanya vizuri hatutamuonea hata mmoja. Hii namba moja. Utaratibu wetu hatutamuonea mtu. Lakini wale ambao wamekuwa wakishiriki kutoa nyaraka za serikali, kuzisambaza mitandaoni na kuleta sintofahamu, tutachukua hatua. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anakuthibitishia, tutachukua hatua. Kwa sababu jukumu la kutunza siri za serikali ni jukumu namba moja. Lakini wako miongoni mwetu ambao tumekuwa tukishiriki kwenye vitendo viovu vya rushwa na ubadhirifu. Hili pia hatutakubali, tutachukua hatua. Jukumu letu namba moja ni kuhakikisha kwamba sote tunaendelea kuwa wasafi. Kama ambavyo rais wetu anatujali, anatuimarisha kiuchumi, anapandisha madaraja, anaongeza allowance mbalimbali katika maeneo yetu, anapandisha mishahara, wajibu wetu ni kuilinda nchi hii. Wajibu wetu ni kuweka uzalendo mbele. Kila mmoja wetu katika utumishi wa umma ndio wajibu wetu namba moja. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda ameipongeza wizara ya TAMISEMI kwa kusimamia utekelezaji wa mradi wa jengo la ofisi ya halmashauri ya jiji la Arusha, hali kwenda kupelekea kumaliza ile kero ya ufinyu wa eneo la kazi kwa watumishi katika halmashauri hiyo, ile kwenda kupelekea baadhi yao kufanya kazi katika maeneo ambayo hayakuwa sahihi. Wale wote wanaochonganisha watu, wale wote wanaofitini, wale wote mafanikio yao ni ya nguvu za giza kwa waganga wa kienyeji, Mungu tunaomba uwaanike hadharani. Tunamtukuza sana Mungu kwa kuanza kujibu maombi yetu, kwa sababu watu wako waliofanikiwa kwa muda mrefu, watu wamepigishwa shoti. Unamkuta mtu ni mnene kuanzia kiunoni kupanda juu, unajiuliza hii ni nini? Unafikiri labda chakula, kumbe ni mchanganyiko wa mawazo, hata digestion haifanyiki vizuri. Kwa watu wamepigishwa shoti kulikweli. Lakini juzi kuona kuna waziri anasimama na kusema hebu twende taratibu, watumishi hao wasionewe, wasitumiwe kwa mlango wa kisiasa na kuharibu integrity yake. Na jengo la utawala, Mheshimiwa Waziri, ni historia nyingine mpya katika mkoa wetu. Jiji imekaa kwenye jengo la wakoloni
la mwaka 1959. Wakati huo mimi, Mheshimiwa Waziri, utakumbuka nilikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na zilianzishwa wilaya hizo mbili, wilaya ya Ubungo na wilaya ya Kigamboni. Na miongoni mwa wakurugenzi waliokuwepo wakati inaanza wilaya ya Ubungo ni pamoja na Kayombo ambaye yuko hapa leo jiji. Wilaya hizo, Mheshimiwa Waziri, zilikuwa mpya, hazina jengo la mkuu wa wilaya, hakuna nyumba ya kiongozi, hakuna hospitali ya wilaya, hakuna chochote, mpaka jengo la halmashauri hakuna. Lakini ndani ya miaka ile mitano tuhakikisha wilaya zote zina kila kitu. Na sisi tulikuwa miongoni mwa watu wa kudesign majengo. Ila jiji hapa ni majungu, ushirikina, wako kwenye majengo ya ukoloni tu. Na hivi tunavyoongea, mkurugenzi ni shahidi pamoja na rasi, watumishi wengi hawawezi kukaa kwenye ofisi ya jiji, wamegawanywa kwenye maeneo tofauti tofauti. Na hiyo inaleteleza kuwa hata na nyaraka za serikali kuwa kwenye mazingira hatarishi. Unaweza kumlaumu mtumishi ametoa nyaraka, kumbe mazingira ya kazi yenyewe yanafanya nyaraka iweze kuchukuliwa na mtu. Na sisi tumekuwa kiapo cha kutunza nyaraka. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba jengo hili litakapokwenda kukamilika, na ambao leo naenda kutuwekea jiwe la msingi, itakuwa ni faraja kubwa sana na alama nyingine ya pili ya ukombozi wa jiji letu la Arusha, kuwa na makazi au kuwa na ofisi ambazo tumejenga wenyewe. Kwa upande wa baadhi ya watumishi wa umma walioshiriki katika mkutano huu, wameeleza madhara na athari za uwepo wa migogoro miongoni mwa watumishi wa umma. Endapo kuna migogoro katika ofisi au katika miongoni mwa viongozi, ni kwamba hakutakuwepo na umoja wa kukaa pamoja na kuamua jambo kwa pamoja, kwa sababu kila mmoja anaweza kawa naamua mawazo yake kwa interest zake zingine, lakini wakati mwingine pengine kumkwamisha tu mtu, lakini isilete tija kwa wananchi au katika miradi ya utekelezaji wa miradi. Migogoro inasababisha maendeleo kurudi nyuma, kwa sababu kutokana na kwamba hakuna jambo lolote litakalotendeka, kwa sababu kila jambo katika taasisi zetu zinaongozwa kwa miongozo. Kwa hiyo sasa tusipokaa sehemu moja kama wafanyakazi kutenda, basi ile jambo litakwama, kwa sababu mtu mmoja hawezi kufanya.